Karibu. Leo tutazungumza tatizo ambalo linaathiri watu wengi sana, yani maumivu ya magoti. Je, unahisi maumivu unapopanda ngazi, kukakamaa kwa magoti asubuhi, au sauti ya kukwama unapoinama? Watu wengi hudhani ni uzetu, lakini ukweli ni kwamba mara nyingi tatizo ni upungufu wa kolajeni mwilini. Kolajeni ni muhimu sana kwa kuimarisha viungo, kulinda cartilage yani ganda la mifupa, kupunguza maumivu ya magoti. Leo nitakuonyesha vyakula ni muhimu sana vya kusaidia kuongeza kolajeni, kupunguza uchochezi yani inflammation, kurejesha afya ya magoti yako. Hakikisha unatazama video hii hadi mwisho, kwani chakula cha mwisho kina nguvu kubwa sana. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikukuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe, kisha kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Tuanze kuangalia. Kadri umri unavyoongezeka, uzalishaji wa kolajeni mwilini hupungua. Viungo huanza kulegea na cartilage huanza kuharibika. Hii inaweza kusababishwa na maumivu ya magoti, ugonjwa wa arthritis au ugumu wa kutembea. Lakini habari njema ni hii: unaweza kusaidia mwili wako kuzalisha kolajeni kwa kula vyakula sahihi. Chakula cha kwanza, supu ya mifupa yani bone broth. Hiki ndicho chakula chenye nguvu zaidi kwa afya ya magoti. Kisayansi, supu ya mafuta ina umuhimu na ina kolajeni muhimu za aina ya kwanza na aina ya pili, yani type 1 and type 2. Pamoja na gelatin husaidia kujenga cartilage. Lakini pia kuna amino acid kama glycine na proline. Faida zake: hujenga upya cartilage iliyochoka, hupunguza msuguano kwenye viungo na huongeza unyevu yani lubrication wa magoti. Jinsi ya kutumia: chemsha mifupa ya ng'ombe ya kuku kwa masaa 6 mpaka 12, au unaweza ukanywa kikombe kimoja kila siku. Tunazungumzia supu za mifupa ya kawaida. Kuna mifupa ya ng'ombe, kuku, mbuzi. Cha msingi kuku na supu ya mifupa. Pili, kuna samaki wenye mafuta kama salmon, sardine na dagaa. Kisayansi, samaki hawa wana omega 3 fatty acid ambazo hupunguza uchochezi, kulinda cartilage isiharibike. Faida zake: hupunguza maumivu ya magoti, kuboresha uhamiaji wa viungo kama unapotembea au unapobadilisha position, lakini pia husaidia kuzuia arthritis. Jinsi ya kutumia: unaweza ukala mara 2 mpaka mara 4 kwa wiki. Dagaa ni chaguo bora na nafuu ambalo halina gharama kubwa kama umeshindwa kupata samaki wenye gharama kubwa. 3 ni matunda yenye vitamin C kama machungwa, ndimu na nanasi. Kisayansi, matunda haya yana vitamin C ambayo huchochea uzalishaji wa kolajeni, lakini pia huzuia uharibifu wa tissue. Faida zake: huongeza kolajeni mwilini, hupunguza uchochezi. Jinsi ya kutumia: unaweza ukachagua tunda 1 mpaka 2 kila siku, au juisi asilia bila sukari. 4 ni mboga za majani. Mfano spinach, kuna mboga ya maboga, lakini pia kuna cabbage. Mboga hizi zina vitamin K, lakini pia lina antioxidant ambazo husaidia kupunguza uharibifu wa cartilage, lakini pia huimarisha mifupa. Jinsi ya kutumia: unaweza kaweka mboga za majani katika plate yako wakati wa mlo wa mchana na jioni. Lakini pia epuka zisiive sana kupita kiasi, kwani zikiiva sana zinaweza zikapunguza virutubisho muhimu ambavyo vinapatikana. Namba 5 ni mayai. Kisayansi yana proline ambayo ni muhimu kwa kolajeni. Faida zake: hujenga tishu mpya, huimarisha misuli ya magoti. Jinsi ya kutumia: unaweza kutumia yai 1 mpaka 2
kwa siku, yani ukawa unakula yai asubuhi baada ya chai au jioni baada ya chai au kala mchana pamoja na chakula cha mchana. 6 ni karanga na mbegu. Karanga hizi mfano kuna karanga, kuna alizeti, kuna mbegu za maboga. Kisayansi hizi zina zinki lakini pia zina kopa. Faida zake: huongeza uzalishaji wa collagen lakini pia husaidia uponyaji wa viungo. Jinsi ya kutumia: unaweza ukatumia karanga kwenye kiganja kimoja kwa siku au pakiti moja ya karanga. Namba 7 ni nyanya. Kisayansi hupunguza antioxidant lakini pia husaidia kulinda collagen. Faida zake: hupunguza uvimbe, kulinda viungo. Jinsi ya kutumia: kula kila siku. Namba 8 ni parachichi. Kisayansi ina vitamini E lakini pia ina mafuta ambayo ni salama kwa afya yako. Faida zake: hurekebisha tishu, hupunguza maumivu ya muda mrefu. Jinsi ya kutumia: unaweza ukapata parachichi moja kwa siku. Vitu vya kuepuka: ili collagen ifanye kazi vizuri, epuka sukari nyingi, vyakula vya kukaanga sana na soda na vyakula vya viwandani. Hivi vinaharibu collagen mwilini na kuongeza maumivu. Ili kupata matokeo bora zaidi: kunywa maji ya kutosha, fanya mazoezi mepesi, epuka uzito kupita kiasi, pata usingizi wa kutosha. Kwa kifupi, maumivu ya magoti si lazima yawe mwisho wako. Kwa kula vyakula hivi 8 kila siku, unaongeza collagen, unapunguza maumivu, lakini pia unarudisha nguvu ya viungo. Anza leo, ulisubiri hadi hali iwe mbaya. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Tafadhali subscribe, like na kushare video hii kwa marafiki. Nikutakie siku njema.